kuelekea maadhimisho ya wafanyakazi duniani, na mkoa wa Singida umepata bahati hiyo ya kuweza kuadhimisha kitaifa mkoani Singida. Sasa Chemba Talk Show imeweza kupita mitaani kuweza kuwauliza watu mbalimbali, lakini leo ni viongozi wa dini wamelipokeaje swala hili la kuja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego kwa kuweza kupata ushawishi huo na hatimaye jambo hili kufanyika mkoani Singida. Mimi naitwa Amini Nyaungo, hawa sasa ndio wameweza kuzungumza. Kwa jina naitwa Kasim Muhammad Mukhandi. Nimetoka kata ya Misuna, mtaa wa Karakana. Lakini kuhusu na tukio la Mei Mosi, tunashukuru Mei Mosi kufanyika ndani ya mkoa wa Singida kwa mara ya kwanza, sikukuu ya wafanyakazi. Kutokana na tukio hili, basi tunashukuru sana serikali yetu kutufanyia jambo hili la Mei Mosi. Na tunampongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutuletea tukio hili la kitaifa, sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi. Tunamshukuru sana mama Samia, ametuona. Mei Mosi imekuja na mambo mengi, ikiwemo mambo ya kimaendeleo. Tunaona uwanja wetu pale umejengwa kutokana na sikukuu hii. Kwa hiyo kutokana na tukio hili tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu kwa ajili ya kutuletea tukio hili, limetuletea maendeleo. Tunamkaribisha Singida, karibu sana Singida mama Samia Suluhu Hassan. Naitwa Godfrey Joeli, ni mwananchi mkazi wa Singida mjini. Nimepokea vizuri Mei Mosi na nimejiandaa pia kwa sababu tutakuwa kuna ugeni mkubwa na tunashauku pia kupokea wageni wetu vizuri. Tumejiandaa tusikie yale viongozi wetu watakaosema kwa ajili yetu, yale waliojiandaa kutuletea. Tumejiandaa vizuri, tuko pamoja na tupo tayari. Mchungaji John Peter Kibuga, mchungaji wa usharika wa Uaskofu Emmanuel, mkuu wa jimbo la Uaskofu Emmanuel maarufu Msalaba Mrefu. Nimepokea kwa furaha sana siku ya Mei Mosi ambayo imeteuliwa katika mkoa wetu, itafanyika hapa katika mkoa. Hii ni fursa ya pekee sana katika mkoa wetu, maana tutajitangaza mkoa wetu tuna nini na nini na nini. Lakini ni fursa ya kibiashara kwa wafanyabiashara wote, watafaidika: vyakula, nyumba za kulala wageni, usafiri mbalimbali. Tunashukuru kwa fursa hii ambayo tunaipata. Kwa hiyo mkoa wa Singida utapata, uchumi utapanda kwa muda huu wa siku hizi. Tangu sasa nimesikia kwamba kwa tayari wageni wameshaingia. Kwa hiyo watu wameshaanza kufaidika kwa masuala mbalimbali ya kiuchumi. Lakini tu ujio wa rais, ninaamini kwamba rais atakuwa mgeni rasmi. Ujio huo ni faraja kwetu kubwa ya mkoa wetu, na wafanyakazi mbalimbali wanataraji vitu vyao vingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Askofu Jonas Kaaya wa Kanisa la Pentekoste Tanzania, jimbo la Singida. Sisi watu wa Singida tumefurahi sana kupata habari ya kwamba kutakuwa na sikukuu ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi hapa Singida mjini. Kwa kweli tumelipokea jambo hili vizuri sana, na tunaona kwamba litatuletea manufaa makubwa kwa sababu tutakuwa na wageni wengi na uchumi wetu wa Singida unaweza ukakaa vizuri kwa sababu watu watakula, watalala. Lakini pia hii imetupa wakati mzuri kwamba sasa Singida imefunguka, kwa sababu tutakuwa tunapata jumbe mbalimbali kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atatoa maelekezo, na bila shaka tunaamini kwamba kutakuwa na ongezeko la mishahara ya wafanyakazi, na mishahara ya wafanyakazi ikiongezeka, hata sisi wachungaji tunafaidika kwa sababu sadaka zinaongezeka kanisani pia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya jambo hili jema, na tunaombea kila laheri ili Mei Mosi iweze kufanyika kwa ufanisi katika mji wetu wa Singida.